yote yanayowajibika kwake yeye kutakikana kwa namna yoyote, ni juu yako wewe kumwajibikia kumfanyia. Na akiumwa vile vile ni juu yako wewe kumpeleka hospitali mke wako akaweze kupata tiba, aweze kuwa na afya iliyokuwa nzuri. Ni juu yako yote kuyafanya. Kwa hiyo sio amefika pahala anaumwa, alafu kamwambia sasa mke wangu 50,000 hii nakupa, naenda kanitibie, alafu 50,000 hii nilokupa ndio kwenye ile deni letu la mahali. Hapana. Kwamba 50,000 yake mpe yeye mwenyewe, atajua yeye mwenyewe anachokifanya. Kwamba kama anaenda kujiongezea yeye mwenyewe nguo zake, yeye mwenyewe kajinunulia. Lakini pia kama atakwenda labda kuwapa wazee wake wale, ni yeye mwenyewe. Hayo sasa ni matumizi yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo wewe juu yako ni kumwajibikia kumfanyia haki zake, na mahari yake pia inatakikana kumalizie kwa wale ambao hatukulipa. Ni haki yao kuwapa, ndugu zanguni, sio kukaa nayo muda wote au kukaa kimya. Maana hili limepotezewa. Unakuta watu sasa washaachana, anakwambia sasa sisi tuna miaka 9, tuna miaka 10 toka deni langu lilibakia 50,000 miaka hiyo hakunilipa mpaka leo. Na kuna watu pia wanakufa na wakiwa wana madeni ya wake zao kwenye mahali hawakulipa. Ikiwa kama aliwadia kuto kumpa, kwamba tutambue kama utaondoka katika mgogoro wa ardhi na uliahidi ya kwamba mimi silipi, kwa sababu mpaka unakaa miaka 10, 15 mpaka mnafika mnapata watoto na watoto nao wanakuwa na wajukuu na hamjalipana mahali. Maana wewe uliazimia utaki kulipa. Kama utaki kulipa, maana kama ulikuwa unakusudia kulipa, ungelipa kidogo kidogo uyamalize. Kama pesa hazipatikani, lakini ungeazimia kulipa kidogo kidogo yaishe. Kwa hiyo kama ikiwa haya anaeleza Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni kuonesha inatakikana kuwa na mazingatio sana na kuyachukua. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khulqan wa atlufuhum bi ahlihi, kwamba hakika mkamilifu wenu kabisa wa imani katika waumini ni yule ambaye ni mwenye tabia nzuri kwa ahali zake na ni mpole kwa ahali zake. Vipi wewe unakuwa mkali kwa familia yako? Ndugu yangu, wewe ni mtu wa karapa tu kila mara? Hapana, kuwa mzuri, na unapozungumza maneno mazuri na familia ndipo panapokuja hata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pale unapokarapa, basi hakuna amani inayopatikana ndani ya nyumba, hakuna raha inayopatikana ndani ya nyumba. Kwa hiyo mume unapokuwa ndani ya nyumba, kuwa ni mwenye kuzungumza maneno na ahali zako, kuwa ni mwenye maneno mazuri ambayo yatawajenga ahali zako kufurahia uwepo wako na sio kuchukia uwepo wako. Kwa hiyo ukiwa ni mwenye tabia nzuri, ni mpole, ahali zako watakupenda kwa upole wako na huruma zako, namna unavyowahurumia. Kuna kisa kimoja kijielezewa kwamba siku moja alipatapo bwana mmoja kuoa, kwamba alipooa siku zimekwenda na muda umekwenda, kufika mwaka mmoja bwana akawa anaumwa, lakini kwenye uumwaji wake bwana yule alikuwa yeye ni mkali. Tena alikuwa ni mkali sana kwenye kisa hicho anakuelezewa. Ukali wake ulikuwa ni kupitiliza, kwamba akikosea kidogo tu mke analobaba, akirudi kidogo tu ni mtu wa kukarapa. Sasa kutokamana na kukarapa kule, mke wake akawa ni anamkofia, yani akimuona tu anasema lau bora hata aondoke haraka. Akiondoka na baki na amani. Anaelezea siku hiyo aliumwa tumbo, na tumbo lililokuwa lilimuuma sana. Akaona sasa hii hali mbona kama sio sawa sawa, kichwa kinauma, tumbo linauma, shida nini? Akaenda hospitali, na sasa hivi hospitali watu wamebadilisha tena, sio mifumo ya kizamani, watu wanapima joto na kidole, sio wanapoweka na mkono. Sasa hivi watu wamekwenda na teknolojia, kwamba sasa akaambiwa sasa, kwa kuwa umekuja hospitali, tunahitaji tupate haja yako ndogo, na kisha baada ya hapo tuweze kukuhudumia, kujua tatizo gani linakusumbua kwenye afya yako. Akasikilizia yule bwana, haja hakupata kwa muda ule, haja ndogo hakupata. Sasa kama hakupata, akaambia basi wewe nenda kesho asubuhi tuletee. Utakapoamka asubuhi, chukua kikombe hichi, utateka utatuletea. Alafu kisha tutapata vipimo, kisha tuweze kukupa dawa.
Akafika nyumbani kwake akalala. Asubuhi alipoamka akachukua kikopo chake kile alichopewa na dokta, aweze kuchukua ile haja ndogo, aweze kumpelekea ili aweze kupata kipimo na aweze kupata dawa. Kweli ile haja ikapatikana na akahifadhi ufunguni. Alipohifadhi ufunguni, yuko kwenye harakati sasa za kuoga, aweze kujiandaa kuondoka kwenda kupata tiba, apeleke kile kipimo aweze kwenda kupata tiba. Lakini bwana yule ni mkali, na mama yule alipoamka, ameamka kwa lengo la kuanza kufanya usafi kwenye nyumba yake. Sasa kwa bahati mbaya, yule mwanamama wakati anafanya usafi, ile haja ikadondoka ikamwagika. Sasa naangalia kwa namna kilivyokuwepo na kitu kilichomwagika ni haja ndogo. Yule mwanamama akaona, kwa kuwa mume wangu ni mkali, nikimwambia nimemwaga, bwana, asubuhi tutashindia mabao, tutashindia makofi. Akaamua sasa aweze kuchukua yeye yule mwanamama haja yake ndogo na aweze kuhifadhi pale na arudishie pale pale kwa kimya kimya. Bwana yule alipomaliza akatoka, akipaka mafuta yake vizuri, kavaa nguo zake, kachukua haja yake ile, kaondoka hospitali. Kafika hospitali, kampa dokta vipimo, kaingiza kwenye vipimo. Basi aliporudi dokta anamwangalia kutoka chini mpaka miguuni na kutoka miguuni mpaka juu, lakini majawabu hayapatikani. Anamwambia dokta, vipi vipimo vyako vinasemaje? Maana mimi hali yangu sio sawa. Anamwambia, hapana ndugu yangu, mimi kila nikitizama vipimo vinavyosema na wewe jinsi ulivyo, nashindwa kukupa majibu haya. Anamwambia, kwani haya majibu yakoje? Mbona wanitisha mimi dokta? Anamwambia, bwana, vipimo ulivyovileta au mkojo uliouleta, mbona wewe jinsi ulivyo naona ni tofauti na hivi vipimo? Kwani haja ni yako kabisa? Anamwambia, yangu kabisa, hii asubuhi nimeiteka mwenyewe na nikaileta, kwa hiyo hii ni yangu kabisa. Anamwambia, hapana ndugu yangu, hii haja ulivyoileta nimeingiza kwenye vipimo, inaniambia wewe una ujauzito miezi mitatu. Sasa nikiangalia, mbona wewe hauna hali ya ujauzito, na hii haijawezekana wewe kuwa mjamzito. Umepataje ujauzito? Maana vipimo vinasema wewe ni mjamzito tena wa miezi mitatu. Sasa ujauzito umepatikana? Sasa bwana yule akaamua kurudi taratibu kwenda kwa mke wake, akamwambia, mke wangu, bwana, nimekwenda hospitali, lakini majibu niliyopokea ni majibu ambayo kidogo kwenye haja yangu nilopeleka asubuhi nimepata vipimo, daktari ameniambia mimi ni mjamzito. Sasa hebu nieleze vizuri mke wangu, hii hali imekuwa kwaje? Akamwambia, ulipoondoka asubuhi kwenda kuoga, mimi wakati nasafisha nilimwaga. Sasa napokuwa wewe nakujua asubuhi unakuwa sio mtu wa kuzungumza vizuri, na ningelikwambia asubuhi nimemwaga, wewe najua ungenipiga. Kwa hiyo ni mimi ndo nilimwaga, kisha nikatega yangu nikaweka. Sasa ndugu zangu, kwamba mafundisho haya ni kuonesha kwamba tuwe wazungumzaji wazuri na familia zetu nyumbani, ili hata inapotokea dosari waweze kukueleza mapema, au inapotokea changamoto, mke anatakiwa kuwa rafiki mzuri, mshauri. Rafiki mzuri wa kuzungumza naye ni mke wako wakati mko nyumbani, wa kuzungumza naye ni mke wako. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi at-muhtadun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa huwal barrul karim. Qul huwallahu ahad Allahu al-ijaba. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, awalan nafsi wa usikum bi nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi marratan thani fi khutbati thani. Ittaqullaha haythuma kuntum
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم عن خليفة نبيك لا تعطيك سيدنا نبيك خير الصديق اللهم بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية أصحابه أجمعين اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا حق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز الغفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم